Tulie kacholwa. Usimwangushe. Wewe nenda nyumbani. Alafu hii ni siri yetu mimi na wewe. Usimwambie yoyote. Sawa, ondoka. Tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Afadhali nimekukuta. Sikiliza nikwambie. Kitu usichokijua, wewe ni mjinga na ni mpumbavu sana. Mwanangu, msifosi maji kupanda mlima. Kwani mnatufuatilia? Kaeni na maisha yenu. Hii vita umeianzisha wewe tangu pale ambapo ulipoamua kufungua mdomo wako. Mimi nakwambia hivi, kaeni na maisha yenu na sisi tukae na maisha yetu. Na hii vita haina mwisho. Yaani hii vita ya Urusi. Yaani wewe tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Yani hapa ni kubali tu hii simu. Napiga na polisi. Wananijua. Mimi ndo Babylon Mwamba line yani. Tulie kacholwa. Na afande wangu mmoja pale hapa kweli. Tulie kacholwa. Tulie kacholwa. Sasa unashtuka nini? Wewe mtoto wa kiume bwana. Vipi? Wewe mbandiko. Umepita saa ngapi hapa? Wewe haya mambo ya kupita saa ngapi, nimefika saa ngapi, wewe haya mambo ya kuhusu. Sikiliza, mimi nilikuwa zangu nyumbani, nimekuonea huruma kwa roho yangu ya huruma. Nimekuonea huruma, unapata shida ya mawasiliano. Nimekuja nikusaidie. Kwa hiyo wewe mbandiko? Kwa hiyo una simu ambayo mimi naweza kuwasiliana nayo? Mimi nina mawasiliano ya kukusaidia wewe kuwasiliana na mtu yoyote, awe ardhini, awe mbinguni, awe sehemu yoyote. Ninayo. Basi sawa, nipe nimpigie mtu. Nipe basi. Sijali. Una roho ngumu lakini. Yaani namo ndindi. Wewe kidume. Kwa mimi Zuchu hao. Mashia. Wengine hao. Chika. Mbandiko. Wewe mbandiko. Wewe si mwelizi. Naijua vizuri. Vizuri naijua hiyo. Wewe usiwe mpumbavu. Au sikiliza mimi nikwambie kitu. Hiki ni chombo cha mawasiliano katika kijiji hiki. Utahangaika na kisimu chako hicho cha mzungu hicho mpaka ukome. Sikiliza, kama unataka kuwasiliana na ndugu yako shika. Nisikize kwa makini. Mwenyezi Mungu ameniumba vizuri mtoto wa watu mimi. Sawa? Ukisikia Babylon Mwamba na mimi hapa. Muona na macho? Amenipa yote naona. Hii mimi sio simu. Haya. Ila mimi nimekueleza, hauwezi kupata mawasiliano wapata siku moja.
Wewe unasema kwamba hii ni ilizi huwezi kuishika, si hii ni ilizi nini? Mimi nakwambia kile chombo cha mawasiliano, wewe unasema ilizi. Mimi naondoka basi, uendelee. Mandiko na wewe mbona unaondoka Wazuchu? Maneno mengi wewe. Shika hapo. Kwa hiyo hapo hakika. Inachana mawimbi sehemu yoyote, nimekwambia shika, weka namba. Weka namba. Acha kutetemeka bwana. Namba saja namba. Taja yote wewe. Kwa hiyo ili maswali mengi mistaki. Fanya mawasiliano. Nimekuja kukusaidia hapa. Nina force kisiti sijui ngapi utajua wewe. Ile weka Zuchu. Kapokea. Kwa nini umeamua kunizuia njia? You are looking at the stranger man on this village. Kwa kawaida, tamaduni ya sisi wa Afrika huwa lazima tuzungumze lugha yetu asili na ni lugha moja. Hivyo basi, wewe na mimi tuzungumze lugha moja tuelewane. La sivyo unachokiongea mimi sikuelewi. By the way, samahani kwa kuzuia. Lakini nimetumwa kukupa taarifa. Bila shaka, Michael ndo amekuagiza. Nadhani umeshatambua. Unaweza kwenda. Ndio. Halo. Wadizo. Mimi KO. Nimefika, ndio nimefika. Umesema unataka kuja? Wewe bora ulime mahindi huko kuliko huku. Wenda kupigia. Ila watu wengine hamna shukrani hata kidogo. Wewe unamwambia mwenzio alime mahindi wakati umefanya mawasiliano safi huko mjini, vitu viko kama hivi. Siku nyingine ukihitaji mawasiliano uniambie. Sawa? Sawa shehe. Haya, mimi natembea. Mimi naondoka zangu. Sawa? Kweli wapi? Mbona kumejaa uongo? Vita na hasira vinatoka wapi? Dogo aliniambia nikifika kwenye michikichi afu kwa mbele yake kidogo, yani michikichi ipo karibu na mfereji. Sasa mfereji ndio unaona ndio huu hapa. Kwa nadhani sisi usawa kuanzia kusearch kuanzia hapa kwenda hivi. Search michikichi. Naangalia ndani huko. Sasa mfereji wa maji si ndio huu? Sasa si ndio nilichokuambia kwamba mfereji amesema michikichi ambayo ipo karibu na mfereji, kwa tunaanzia hapa kwenda hivi. Kwa hiyo tunatafuta kwenye michikichi yote. Yani kama huko.
Jungu. Wow. Hatimaye tumekikuta. Jambo jema hilo. Sasa nadhani sasa mipango yangu itatimia. Ndio, lakini sio kwa sasa. Kwa nini? Sema hivyo. Utaanza na mimi kwanza, alafu mipango yako itafuata. Sasa kwa nini nianze na wewe sasa? Kumbuka nina asili nzito. Hivyo taiweka hadharani. Sawa, sasa una mpango gani? Safi. Wewe ulisema tukitumia njia zetu hatutoweza kumuua. Ila kupitia hicho kitabu. Lakini vitabu vya dini huwa haviui. Mimi ninayo njia. Sawa. Lakini una uhakika? Ndio. Nishawahi kusikia hivyo. Okay, basi tuondoke zetu. Sawa. Umekujaje hivyo? Hivi hauna mzizi mwingine? Mzizi mwingine mimi sina. Kwani ule mzizi vipi? Amempatia mtu mwingine. Kuna mtu mwingine amempatia? Ndio. Pole sana. Kwani ule mzizi una kazi gani? Ule mzizi ni mzizi wa kifo. Acholie kacholwa, acholie kacholwa, acholie kacholwa, acholie kacholwa, acholie kacholwa. Acholie kacholwa, acholie kacholwa.